Hii nani hiyo akhi hapo, hilo swali lake, hii ni qadar. Naam, ni qadar, lakini Ahlusunnah wal Jamaa wanayo kaida kwamba qadar kwa min haithul qadar, yani kwa ile asli tu ya qadar zimegawanyika ila qismaini, kwenye vigawanyo viwili, qadarun mubramun na qadarun muallaq. Qadari ambayo imeshapitishwa moja kwa moja na kadari ambayo imetungikwa kutokana na baadhi ya amal itokayo kwa huyo mukallaf. Kadari ambayo ni mubram na wengine wanaita al-qadarul mutlaq, ni ile ambayo ishaandikwa kwenye lauhi mahfudh kwamba kwa vyovyote lazima ikupate, hata uombe isikupate itakupata. Na kuna kadari ambayo ni muallaq, ambayo imetungikwa na vitendo vya viumbe kwamba ukifanya hivi utasibiwa na hivi, ukiacha hivi utasibiwa na hiki. Hii ni qadar muallaq na ile ni qadar mubram. Naam, ufafanuzi wa hili ni kusema kwamba asli ya kadari zote zimeandikwa katika lauhi mahfudh, iwe ni qadar mubram ambayo yani imehukumiwa moja kwa moja kukusibu kwa hali yoyote, au iwe ni qadar muallaq. Hii kadari ambayo ni mubram, hii haina mjadala, moja kwa moja itakusibu kwa hali yoyote. Na hii kadari ambayo ni muallaq, na yenyewe pia inagawanyika pia kwenye shari na kheri, kama ambavyo ile mubram inagawanyika kwenye kadari ya kheri na ya shari. Allah. Hii ambayo ni muallaq, ambayo inagawanyika kwenye kheri na shari, yani kuna baadhi ya mambo Allah ameandika au yameandikwa katika lauhi mahfudh kwamba yatakusibu wewe, lakini yametungikwa kwamba ukiomba dua utayapata kama ni ya kheri, na ukiomba dua yatakuepuka kama ni ya shari. Hii ni qadar muallaq, yote yamekadiriwa, lakini hili moja limewekewa, limetungikwa na asbabi fulani, na lile lengine halikuwekewa asbabi yoyote. Na kadhalika Ahlusunnah wal Jamaa wanazo kaida kama vile wa kullu washarru fil maqduri la fil qadar wa yalzamu sabru ala murri alqadar. Washarru fil maqduri, shari ni kwa kile kilichokadiriwa, la fil qadari, sio kwenye yale makadirio. Yani qadari kwa kuzingatia kuwa qadari kwa kuzingatia kuwa ni kitendo cha Allah, ile ni kheri tupu, lakini ikitokea kwa kiumbe inaitwa makduru, ile ndio shari inapatikana kule. Sasa washarru fil maqduri la fil qadar wa yalzamu sabru ala murri alqadar, na ni wajib, ni lazima kuvumilia juu ya kadari zilizokuwa chungu, juu ya kadari zilizokuwa chungu. Kwa hiyo almaqduru ni fi'lul ibadi na alqadaru ni fi'lullahi jalla wa ala, na katika vitendo vya Allah hakuna shari. Akisema mtu, je, kufuru Allah hakuimba kufuru na kuikadiria? Tunasema naam, ni wajibu kuamini kwamba Allah ameiumba kufuru na akaikadiria. Lakini je, kufuru sio shari? Tunamwambia sio shari kufuru, kwa kuzingatia kuwa alipoiumba Allah na kuikadiria haikuwa shari. Kwa sababu gani? Soma hadithi, inna Allah kataba maqadir al-khalqi kabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sana. Allah aliandika makadirio yatakayowasibu viumbe kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000. Swali, kabla ya kupatikana makafiri na kufanya ile kufuru, palikuwapo shari yoyote? Palikuwepo shari yoyote kwa ile kufuru iliyoandikwa na kukadiriwa? Jawabu la. Kwa kumbe shari imepatikana wakati gani? Baada ya kufanywa ile kufuru iliyoandikwa na kukadiriwa. Kwa hiyo shari hapa imetokea wapi? Kwa vitendo vya viumbe, mimfili ile ibadi, kutoka kwenye vitendo vya waja, lakini kutoka kwa Allah haikuwa shari. Kwa hiyo washarru fil maqduri la fil qadar wa yalzamu sabru ala murri alqadar.
Kama ambavyo Ahlusunnah wal Jamaa pia wanayo kaida inayosema wa kullu ma kana wa ma yakunu muqaddarun fil lawhi ya hanunu. Wa kullu ma kana wa ma yakunu muqaddarun fil lawhi ya hanunu. Alhasil ni kwamba mlango wa kadari ni mlango mpana sana, mlango ambao haushauriwi wewe ukiwa ni talibu wa ilmi mubtadi, munaanza kutafuta ilmu ukaingia sana huko, mpaka pale utakapokuwa makini katika masaili ya aqaid, kwa sababu ukiingia kichwa unaweza ukatoka katika akida ya qadaria au akida ya jabria. Lazima uwe umeiva kwenye masaili ya aqaid ndipo uingie huu mlango. Na kadhalika ni nasaha na ushauri, kama wewe hujui kitabu cha akida, hauja kisomeshwa na Ahlusunnah wal Jamaa, usikisomeshe. Kwa sababu gani? Utapita mapito yako akilugha, utaharibu misingi. Na tunao talabatul ilmi wengi sana, kashajua Kiarabu chake cha mchongo, anachukua kitabu anasomesha. Akisomesha ukimsikiliza vile anavyosomesha anaharibu. Kwa mfano, nitoe mfano kwenye fiqhi. Na niseme kwamba ni sio kitabu cha akida tu, hata fiqhi kama hujasomeshwa usikisomeshe, kisomeshwe kwanza. Kwa mfano kwenye fiqhi, nimesikia mmoja katika duat na ana marekodi mengi anatuma, mashaallah, anaitwa shekhe pia Allahul mustaan, mashaallah, pia anaitwa shekhe. Anasomesha kitabu katika mlango katika kitabu cha fiqhi, akasomesha ibara yasema hivi, yasema ile ibara kwamba thumma yukabbir wa yarka, kisha ataleta takbira na ataruku. Yule daia akatafsiri na kuleta sherehe yake, akasema hivi, kisha ataleta takbira na ataruku, na hii yajulisha kwamba takbira inaitangulia rukui. Takbira inaitangulia nini? Rukui. Yani pale ukiwa umesimama, ushamaliza kisomo, unaleta takbira. Ukishamaliza takbira, sasa unafanya nini? Unaruku. Wakati vile alivyotoa ule ufafanuzi wake aliotoa, unabatilisha swala. Sisi twajua zile takbira zote, ukiondoa takbira ihrami, zinaitwa takbiratul intiqalat, takbira za vihama. Zile takbira ni wajibat as-sala, na zikiwa ni wajibati sala haziletwi kwenye nguzo yoyote. Zile haziletwi kwenye nguzo yoyote. Zinaletwa wapi? Zinaletwa baina ya arkan. Tukisema kwamba kusimama ni nguzo na kurukuu ni nguzo, basi takbira ya rukui hailetwi ukiwa umesimama wala hailetwi ukiwa umesujudu. Unaileta katikati baina ya rukui na qiyam, ndio mahala pake. Kwa hivyo basi takbira zile za vihamo zina mahala pake, ambapo haziletwi kabla wala haziletwi baada. Sasa unaona kwamba wanazuoni wanasema, kwa mfano ukisoma madhhabu ya Hanabila, watu wa Imam Ahmad ibn Hanbal, kwa ijmaa yao wao wanaona kwamba ikiwa imamu ataleta takbira, au mswaliji awe imamu asiwe imamu, ataileta takbira nzima ya kihamo kabla ya mahala pake au baada ya mahala pake, takbira hiyo ni batila na swala inabatilika, kwa kuwa ameacha wajibu min wajibati swala. Kwa mfano, ikiwa amesimama anasoma kisomo, akataka kurukua, amemaliza kisomo, akaileta takbira yote ile Allahu akbar akiwa bado kasimama wima, takbira ni batil, na inazingatiwa kifiki kwamba kwenye kisomo chake amemalizia na Allahu akbar, hajaleta takbira ya rukui, kwa sababu mahala pake ni baina ya nguzo, sio kwenye nguzo.
na yeye ameileta nzima akiwa kwenye nguzo ya kisimamo. Kadhalika akileta takbira nzima baada ya mahala, kwa mfano amesoma kisomo akamaliza, akainua mikono akarukuu mpaka akashika magoti. Aliposhika magoti sasa ndipo akasema Allahu Akbar. Huyu swala yake takbira ile ni batila, kwa sababu ameileta nje ya mahala bila sababu, na kwa ajili hiyo swala itakuwa ni batila kwa sababu ameacha wajibu min wajibati salati amdan, labda akiwa ni jahil, hilo ni hukumu nyingine. Na pia atazingatiwa kifiqhi kwamba huyu mtu katika dua alizosoma wakati amerukuu ameanza na Allahu Akbar, hakuleta takbira ya rukuu ambayo ni takbira ya intiqal kutoka kwenye qiyam kwenda kwenye rukuu. Kwa hiyo ikiwa ni hivi basi wachunge na wamche Allah wasomeshao watu, wasisomeshe kitu ambacho hawakukisomeshwa, wataharibu. Nasallallahu salamata wal afia.